kombe la dunia. Ndiyo habari ya mjini, wanakwambia hivyo wahenga kwamba habari ya mjini kwa hivi sasa ni kombe la dunia. Jana kulikuwa na michezo ya kukatana shoka kweli kweli, mchezo ambao uliwakutanisha timu ya taifa ya Portugal ama timu ya taifa ya Ureno dhidi ya timu ya taifa ya DR Congo. Moja mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa na Waafrika. Imewachukua takriban miaka 50 plus DRC Congo baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza mwaka 1974, si ndio hivyo bwana, kama nipo sahihi? Na kwenye huo mchezo kwenye kushiriki kwao huko, kwa kumbukumbu nilizonazo ama data nilizonazo, hawakupata bao. Wamekuja kupata bao la kwanza jana kwenye mchezo dhidi ya Ureno. Kwanza tugusie kile ambacho kilijitokeza kwenye mchezo wa jana. Ulitegemea lineup ya kikosi cha Ureno iliyoanza ni wale wachezaji ambao walikuwa wanatazamwa kama nyota wa kuchungwa kwenye kikosi cha Ureno, lakini jana imeshindikana. Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, shughuli ilikuwa pevu. Tuzungumze kwanza kipindi cha kwanza ambacho kilizalisha hayo mabao mawili, bao moja kwa Ureno na bao moja kwa DRC Congo. Uliuonaje kwanza mchezo, tukianzia namna ambavyo walimu waliingia kwenye kipindi cha kwanza? Mchezo ulikuwa wa kuvutia, lakini wakati kabla ya hapo wakati natazama yale mataifa 10 ambayo alikwenda kuwakilisha kwenye kombe la dunia kwa upande wa Afrika. Kwenye mataifa ambayo nilisema yatapata shida sana, Kongo haikuwepo. Na niliamini kwamba moja ya mchezo mgumu kwake utakuwa ni dhidi ya Ureno kwenye hatua ya makundi, lakini baada ya hapo nikaamini kwamba nikishaona kile watakachokionyesha kinaweza kikatoa taswira. Ujue Kongo wachezaji walio wengi wanatokea kwenye ligi za ushindani, japo majina yao inawezekana yasiwe makubwa, lakini tazama kile ambacho wanakifanya kwenye kuisaidia timu yao. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza ukasema walikuwa wanapewa upatu mkubwa Ureno kwa maana ya Portugal kabisa, kulingana na kikosi kama ulivyowataja wachezaji, lakini the way alivyoingia kocha Martinez, namna ambavyo alipangilia kikosi chake, Diego Costa langoni, miongoni mwa magolikipa ambao alifanya vizuri zaidi akiwa na FC Porto msimu huu uliokamilika. Lakini pia tazama upande ambao alianza na Joao Cancelo upande wa kulia, lakini kushoto Nuno Mendes. Walikuwa ni bora zaidi kwa sababu wana overlap, lakini pia wana uhakika wa kurudi kwa wakati. Eneo la kiungo Vitinha, Joao Neves, lakini pia mbele yao akiwepo Bruno Fernandes ambaye alikuwa anakuwa kwenye mchezo mzuri sana kipindi cha kwanza. Alikuja kuonekana kipindi cha pili baada ya mabadiliko kadhaa kufanyika. Lakini kina Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo pamoja na Pedro Neto, kikosi kilikuwa kimesheheni na kimejitosheleza kwa aina ya majina na kile walichokifanya huko wanakotokea. Kila mtu alikuwa naamini kwamba 45 haziwezi zikatamatika bila Kongo kulizwa. Lakini tazama namna ambavyo ilikuwa. Walipata goli dakika ya 6 kupitia kwa Joao Neves, cross ya Pedro Neto. Lakini tazama Kongo walivyo maintain, wakaweza hawakutoka mchezoni, wakaamini kwamba tunaweza kucheza. Wakacheza kweli, wakatengeneza baadhi ya nafasi, japo walikuwa wanaibia. Wakatengeneza kwa kuibia, kwa sababu siku zote unapokuwa na mpinzani wako ambaye unaamini kwamba kwa vyovyote vile ni bora kuliko wewe kwenye maeneo mengi, na kwenye swala la experience, lazima utacheza kwa target. Ndicho ambacho alikifanya Sebastian Desabre kwa kuambia vijana wake kwamba hapa tunacheza kwa ajili ya taifa letu. Mara nyingi kwenye timu za taifa ni tofauti na vilabu. Vilabu mtu anaweza akacheza either kwa ajili ya kujipambania maslahi yake, kujipambania career yake, kujipambania kirekodi, lakini kwenye taifa ni tofauti. Kwa sababu kwanza taifa zima limekuangalia wewe kama msaada wao, kama mwakilishi wao, hususan kwenye kombe la dunia. Wanaamini kwamba
kama wewe umepata nafasi ya kwenda kuliwakilisha taifa lao na kutazama na dunia na wengine wamesafiri wamekuja na wewe mpaka uwanjani, wanaamini kwamba dunia nzima itakuwa inakuangalia wewe, lakini wao wakiwa kipaumbele zaidi. Kwa mfano DR Congo walikuwa wanacheza, lakini mpaka rais wao wa nchi yupo uwanjani anawatazama. Sasa nini ambacho unakiangalia hapo? Umoja, nguvu na mshikamano vilitumika sana kwa DR Congo. Hawakukata tamaa, walitengeneza nafasi lakini japo zilikuwa chache, lakini waka maintain, wakapata kona ambayo ilianzishwa, kona fupi, akajaribu kwenda Ngaliaheri Mkau, akamwekea, nafikiri alikuwa ni Maswaku kitu kama hicho, piga cross Maswaku sahihi, Yohane Wissa anajitwisha utosi, anaingia kambani. Kwa hiyo ukiangalia hapo, nafikiri juhudi zinaweza zikakuvusha bila hata ya wewe kuwa na uwezo. Yani ndio kitu ambacho kiliwasaidia DR Congo, hususan kipindi cha kwanza, kwa sababu magoli yote yalipatikana kipindi cha kwanza. Lakini ukija kwenye battle, nafikiri walijaribu kumaintain. Samuel Mutusami, lakini pia Ngaliaheri Mkau, Edo Kayembe walijaribu kuonyesha kile walichonacho kwa kuwabiti Bruno, Joao Neves pamoja na Vitinha. Inawezekana hawakulingana kwenye work rate, lakini pia kile walichokifanya, lakini tazama kila mtu ameisaidia timu yake kwa wakati gani na kwa njia ipi. Hicho ambacho kilionekana eneo la kiungo. Mbele walikuwa wanategemea Cedric Bakambu pamoja na Yohane Wissa ambao mara nyingi sana walikuwa wanafanya high pressing. Nilivutiwa sana na high pressing ya Cedric Bakambu. Yani tangu dakika ya kwanza mpaka anatolewa Cedric Bakambu, kwa namwambia Elia, alikuwa anaonyesha movement. Inawezekana hakuwa na touches nyingi sana, lakini ile high pressing aliyokuwa anaifanya kwa wale wanaojua mpira inatoa pressure. Ama inaleta pressure kwa mpinzani, kwa mabeki, lakini kwa viungo ambao wanacheza eneo la kiulinzi zaidi. Kwa umri wake miaka 36 na kila alichokifanya, nafikiri anastahili pongezi. Kwa sababu ile 4 walikuwa wanatumia 5-3-2. 5-3-2 walikuwa wanatumia ma wing back, Aaron Wan-Bissaka pamoja na Arthur Maswaku, ambao walikuwa wanapanda wakipanda timu yao wakati na mpira, lakini wana viungo wengi ambao wana uwezo wa kutunza mpira na kukaba zaidi. Kwa hiyo alivyokuwa akifanya high pressing Yohane Wissa, Bakambu anabaki anazengea nyuma yake, kwamba huyu anapotangulia nisubiri utaenda wapi. Anapoenda Bakambu, Wissa anarudi. Hawaendi wote kwa wakati mmoja. Hicho kitu kiliwasaidia sana ndani ya mchezo mzima kwa jumla, na wakaweza kuonyesha kitu cha utofauti kwa Ureno, kwa sababu ilifikia hatua nikaona Ureno kabisa kama wamekubali yaishe, walau wasiondoke bure. Iwe hivyo, japo Kongo nao walichoka kwa sababu walitumia nguvu kubwa, lakini haina budi kwa sababu mmekwenda kulipigania taifa. Na ninaamini kwamba ni mwanzo mzuri sana. Nilifurahishwa sana pia na performance ya goalkeeper wa DR Congo. Passing zao. Saves nyingi sana alifanya, mipira mingi ilipigwa sana, kwa sababu wakati anatoka Bernardo Silva aliingia Francisco Keikao, akawa nasumbua lile eneo, lakini pia Ronaldo japo hakuonekana sana, kina Vitinha, kina Joao Neves walionekana kufika pale. Bruno Fernandes mashuti yake mengi yaliblokiwa, mengine yalitoka nje. Kwa hiyo mipira mingi sana ilikuwa inatokea pembeni, either kwa Pedro Neto, Nuno Mendes ndo alionekana kufanya movement sana, na ndo alionekana kuingia zaidi kwenye lango la DR Congo, lakini hakufanikiwa kwa sababu ya ulinzi ambao ulikuwepo. Chancel Mbemba, Axel Twanzebe, lakini pia bwana mdogo ambaye amepatiwa nafasi kwa maana ya Kapuadi kutoka Banre huyu. Walionyesha kitu kizuri sana katika eneo la kiulinzi, wakimlinda Mpasi Nzau ambaye naye hakuwanyima kile alichonacho.
pale walipokosea naye alifanya kadri ya uwezo wake, kwa sababu hata goli walilofungwa lilikuwa ni la heda vile vile kama ilivyopigwa kwao Kongo, hata wao ndio walivyofunga. Kwa hiyo walikuwa bora sana. Hivi ukisema kwamba Ureno kama watacheza kumzunguka Cristiano Ronaldo inaweza ikawagharimu kutokana na nyota walionao? Of course ni kitu ambacho kiliwagharimu, sio inaweza ikawagharimu, kiliwagharimu zaidi jana, kwa sababu kuna nafasi nyingi sana ambazo mchezaji alikuwa na nafasi ya kuamua, lakini wanacheza na kumzunguka Ronaldo. Iliwagharimu kwa sababu nadhani wangejaribu wao alafu wakakosa, ndo tungesema kweli wamekosa. Lakini kama hawakujaribu kwa ajili ya mwenzao, si vibaya. Si vibaya kwa sababu wanamtafutia andike rekodi, lakini pia naye aje kujivunia kwamba wakati nacheza timu ya taifa kwenye kombe la dunia fulani, wachezaji niliokuwa nao wote walikuwa upande wangu. Si vibaya. Lakini tukija kwenye issue ya nini tunahitaji kufanya, issue ya nini kinatengenezwa, matokeo ya mwisho tunayoyataka, walifeli sana Ureno, kwa sababu walioanza, walioingia, walioanza na walioingia wote almost niliona wakicheza na Ronaldo. Japo jana alikuwa kwenye ulinzi mkali ambao au kumpa nafasi kubwa sana. Unaweza kusema umri unamhukumu zaidi, lakini kwa aina ya mipira ambayo alikuwa anatengenezewa nafikiri angefunga magoli mengi, lakini ulinzi ulikuwa mkali sana, ulikuwa mkubwa sana kwa DR Congo, na walilijua hilo kwamba huyu, kwa sababu sasa hivi sio mtu wa kukimbia sana kama zamani, ni mtu ambaye atakuwa anakaa kwenye nafasi kwa sababu ni finisher mzuri, wanamuwekea. Kwa hiyo hawakumpa hiyo nafasi, kwa sababu hata mashuti aliyopiga alikuwa anayapiga tayari miguu ishafika ya walinzi. Kwa hiyo kwa namna hiyo, kama wanahitaji kumtengenezea ni vizuri zaidi, kama hawana plani ya kufanya chochote kwenye kombe la dunia. Lakini kama wana plani ya kufanya kitu kwa ajili ya taifa, naona kama wanachelewa. Sababu wanaweza wakakimbilia kumtengenezea Cristiano Ronaldo wakashindwa kupata matokeo kama ilivyokuwa. Ingali kuna mechi zingine unakuwa unaona kabisa kwamba hapa nilikuwa na nafasi ya kushinda, lakini nimeshindwa mwenyewe. Bana, sawa, hao ni DR Congo ambao walilazimisha sare mbele ya Portugal ama Ureno, na mambo yakawa namna hiyo. Ni kwa mara ya kwanza kocha wa DRC Congo Sebastien Desabre anacheza kombe la dunia, kwa sababu kwa upande wake wakati ni miaka mingi sana kama ulivyosema, miaka 50, na wakati wanacheza kipindi kile ilikuwa inaitwa Zaire. Zaire. Sasa ile Zaire ilikuja kugawanyika mwaka 1992, ikapatikana Congo Brazzaville, lakini pia ikapatikana DR Congo. Kwa hiyo wanapewa hawa upatu kwa sababu ndo walikuwa kitovu cha Zaire. Na ukiangalia ukubwa wa Congo Brazzaville na DRC ni tofauti. Kwa hiyo hawa wanapewa hiyo nafasi kwamba ni wao walioshiriki huo msimu, kwa sababu wao ndo walikuwa kitovu cha huo mgawanyiko. Lakini miaka mingi sana, na ukiangalia hiyo miaka, kizazi sidhani kama bado kipo kwa sasa. Walio wengi inawezekana wameshatangulia, lakini wengi hawapo tena kwenye soka. Kwa namna hiyo nafikiri ni kizazi kipi ambacho sasa kimeanzia kwa Desabre Sebastian pamoja na vijana wake. Japo kuna wengine umri ndio hivyo upo nasogea, lakini akiendelea kuwapata wengine watengeneze kizazi, yani wafanye kama wanaanza upya sasa kwenye World Cup, ili wanaposhiriki 2026 wanatengeneza mazingira mengine ambayo kizazi ambacho kitakuja kushiriki 2030 kama itawezekana. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano wachezaji wanaocheza pale DR Congo, ukiachana na mabeki labda Chancel Mbemba, ukiachana na Axel Twanzebe, Gael Kakuta, lakini waliobaki wana michezo michache sana. Yani kwenye timu ya taifa wana michezo michache sana. Na hiyo ni kutokana na walipo join kwenye timu ya taifa ya Kongo ni muda mfupi sana. Utakuta labda kwa mfano jana Wissa amefunga goli lake la 9 tangu aanze kuitumikia timu ya taifa ya Kongo. Hakuwepo kwa tangu mwanzo, kwa umri wake na kwa performance anayoionyesha inawezekana angekuwa ameshafunga mengi zaidi. Lakini angalia
na ameandika bao lake la kwanza akiwa na timu yake ya taifa akiwa World Cup. Yeah, kwa sababu ndo kwa hiki kizazi ndo for the first time. Miaka 50 ni mingi sana Jerwin. Sahihi. Kwa wachezaji waliopo pale Kongo kwa miaka 50 nafikiri wengi walikuwa hawajazaliwa. Sasa kama walikuwa hawajazaliwa maana yake ndo kizazi kinaanza. Lakini kama wengine ndo kizazi kimeanza na wao bado umri umetembea, bila shaka kwamba yeye wameandika rekodi kwamba atakuwa Mkongo wa kwanza, atakumbukwa pia kufunga goli la kwanza la kombe la dunia. Lakini pia akipatia timu yake kutoa sare, kwa sababu ukiachana na hiyo 74 Kongo wanaandika rekodi kwa sababu hawakupata matokeo kwenye hizo mechi. Na sasa wamepata, ni kitu bora kwao. Kitu bora sana kwao. Bwana Sai, hao ni nafasi pia kuendelea kufanya vizuri. Yes, nafasi ya kuendelea kufanya vizuri. Mechi hiyo ilikuwa 1-1, ilitamatika kwenye kundi K. Lakini pia kundi L kulikuwa na mchezo kati ya timu ya taifa ya England na timu ya taifa ya Croatia, si ndio hivyo? Croatia. Hawa ni wana finali 2018. Si ndio hivyo bwana? Na wao walichabangwa chuma 4-2. Harry Kane anazama kambani mara 2. Lakini pia Jude Bellingham anazama kambani na Marcus Rashford anazama kambani. What a game. Zuri tulicheki pamoja na kilichotokea ndo kama hivyo. Game ilikuwa bora kwa timu zote kwa maana ya mataifa yote. Lakini kilichokuja kutofautisha mzani ni kwamba unafanya nini kwa wakati gani na una nini. Ndicho ambacho kiliwatofautisha England pamoja na Croatia, kwa sababu wakati wanapata mkwaju